is a platform where we speak the gospel. This is the platform where we tell you the truth. Nimekuwa nikizungumza kuhusu mambo ambayo yanawazuia watu, milango ama malango ama ukuta ambazo zinawazuia watu wa Mungu, both in the spiritual and in the physical realm. Zinawazuia watu kufikia ndoto zao, zinawazuia watu kufanyika watu ambacho Mungu alikuwa amepanga. There are barriers, there are obstacles ambazo zimewapata wa Kristo. Na juzi nikasema watu wengine walipokuwa wanazaliwa ama walipokuwa wanasoma ama walipokuwa wanaolewa ama walipokuwa wanafanya kazi ama walipokuwa wanafungua biashara, walikuwa very promising, walikuwa na ndoto tamu, walikuwa na maono tamu, lakini huko katikati haujui ni nini kilichofanyika, mambo yao yakaharibika. Sasa tuko hapa tusikilize na tusungumze, tuone ni wapi maneno yameharibika, ni wapi umewekewa mlango, ni wapi umefunguliwa mlango mbaya, ni wapi umefungiwa baraka zako, ni wapi umejengewa ukuta. Tunasungumza haya maneno kupitia neno la Mungu, tukiongozwa na Roho wa Mungu. If you are a victim of a closed door, if you are a victim of an open door ambayo inapaswa kufungwa, if you are a victim ya mambo yako yamefungwa na yanapaswa kufunguliwa, if you are such a victim, we talk about it here and we pray for you. Na kwa sababu hii ndio manual ya maisha ya mwanadamu, kama vile unanunua radio ama kifaa fulani na unapewa manual ya kukitumia, kwetu sisi wa Kristo manual ya maisha ni Biblia. Majibu yako hapa, maswali tulionayo yako hapa, yanajibiwa hapa. Matatizo tulionayo, milango iliyofungwa inafunguliwa hapa. This is our manual, this is our directive. Ndio maana lazima tuisome na tuitafsiri vizuri. Na tukakubaliana mwaka wa 2020 lazima tuwe very aggressive. Tuwe wa Kristo, tuwe watu, tuwe waumini, tuwe wa mama, tuwe wa baba, very aggressive. People that will not give up Israel. People that will follow their blessings where they are. People that will push and push and push without giving up. Am I talking to someone today? This is the people we are bringing up here. This is the people we are, Geshokewa Kamau, my chairman, this is the people we are bringing up in this platform. I don't know you. I know very few people here. Wengine tumejuliana Facebook na labda hatutawahi onana, lakini si lazima tuonane. Neno hili linatushikanisha, na likitushikanisha, bora Mungu akutendee muujiza mahali ulipo. Kwa hivyo kama kuna mlango wako umefungika, unafunguliwa. Kana kuna mlango umefunguliwa na unapaswa kufungwa, tunasema lazima ufungwe. Sikia, twende na nyinyi kitabu cha Ezekiel chapter 11. Ezekiel chapter 11. And I want everybody to listen to this. Ezekiel chapter 11. Ezekiel ni nabii aliyetumika wakati wana wa Israeli walikuwa wamemuasi Mungu. Ezekiel ni nabii aliyekuwa anatumwa na Mungu wakati wana wa Israeli walikuwa in exile, walikuwa kwenye utumwa. Kwa sababu katika maisha haya kuna wakati unachotwa na mambo, unachotwa na maisha, unajipata hamuko na Mungu, unajipata haufuati Jehova, unajipata mambo yako yameharibika. Ni kama biashara yako imeenda exile, ni kama afya yako imeenda exile, imechotwa, yani imetekwa nyara. Walimuasi Mungu, wakatekwa nyara. Sasa nabii akatumwa wakati huo, wana wa Israeli wako utumwani, wako wametekwa nyara. And maybe mimi ninazungumza na watu ambao today I am addressing people who are in a certain situation inayokaa kutekwa nyara, inayokaa kuchotwa, right? Kama vile nilivyosema, hauko vile ulikuwa unatarajia. Mambo hayaendi kama vile ulivyokuwa umeona. Mambo hayaendi kama vile ulikuwa umepanga. Yani kuna kitu kimeharibika. Yani ni kama uko exile. Pesa haziingii vile ulikuwa umepanga. Amani hauna vile ulikuwa umepanga. Ndoto yako haitimii kama vile mwalimu alivyosema ama vile baba yako alitarajia. Kuna vitu vimeharibika. Somebody listening to me? Labda ninazungumzia watu ambao today they are not where they would want to be.
Something happened. Na ninapozungumza kuhusu milango leo, ninataka tuzungumzie kuhusu generational doors. Generational doors, milango ya tulikotoka. Kwa sababu upende usipende, ulikozaliwa na waliokuzaa wanaweza wakawa, ninasema wanaweza wakawa kizuizi, wanaweza wakawa milango. We are born from different. Kuna mtu anasema, can you support me in ministry? Jashiri Singh evangelist, tutazungumza baadaye. But listen, tumezaliwa mahali tofauti. Nimezaliwa Murang'a, wazazi tofauti. Umezaliwa kule, umezaliwa wazazi tofauti. Na kule ulikozaliwa kuna mambo huko ambayo yanaweza yakawa ni kikwazo, ni kizuizi chako kunawiri. Our background sometimes, where we come from sometimes, inakuwa kizuizi. Sijui kama nyinyi mnajua kuna magonjwa ya inheritance. I want you to understand me well. Mbona huwa tunasema huyo hugonjeka kama babu yake, huyo hugonjeka kama mama yake, huo ugonjwa ni wa kwao, hiyo ni roho ya kwao? Mbona huwa tunasema anatembea kama nyanya yake, anaongea kama baba yake, ana behave kama sister yake? Ni kwa sababu umezaliwa ndani ya hiyo roho ya hao watu, umezaliwa in that family. Kwa hivyo lazima muwe mnafanana. Sasa kuna matatizo ama kuna milango ambayo huwa ni ya huko tulikotoka, and we have to deal with these generational doors, generational curses, generational gates, generational walls. Vitu vinavyokufanya ufike level ambayo mama yako alifika, vitu ambavyo vinakufanya ufike mahali baba yako, yani mlipimiwa hapo, vitu ambavyo vinafanya ufike mahali watu wenu walifika. Yani hata ukijaribu namna gani unajipata haupiti level fulani. We must deal with those doors, we must break those doors ili usonge mbele. Twende na nyinyi Ezekiel chapter 11. Then the Spirit lifted me up. Verse 1. Then the Spirit lifted me up and brought me to the gate of the house of the Lord that faces east. Roho wa Mungu akamuinua Ezekieli, akampeleka kwa mlango. Gate, malango. I'm talking about gates. Malango yaelekeayo the east. The east na Kiswahili ni mashariki. Ameinuliwa. And listen, ndani ya roho nabii ameinuliwa, akapelekwa mlango mmoja wa hekalu unaoangalia mashariki. So it means there are other gates that maybe were looking west. Kuna milango nyingine, kuna gates zingine zilikuwa zimetizama north. Labda hiyo hekalu ilikuwa na other gates ambazo zilikuwa kusini. Lakini in particular, Roho wa Mungu alipomuinua alimpeleka kwenye mlango ulio east, kwa sababu alichotaka kusuluhisha Mungu, alichotaka kutenda kilikuwa kwenye mlango huo. I want to point, and I want the Lord to help you in pointing where exactly your problem is, where your issue is. Ninaomba Mungu mwaka wa 2020 usipelekwe mlango wa north kama huko hakuna baraka zako, usipelekwe mlango wa west kama huko hakuna breakthrough yako, usipelekwe milango nyingine yoyote. Roho wa Mungu akuinue, akupeleke mlango ambao unafaa kuwa. Ezekiel alipoinuliwa alipelekwa mlango uliokuwa east. Am I talking to someone? 2020, may the Spirit of God lift you and take you to the right door. So in short, we are saying in 2020 there will be no confusion. You will not be taken to the west and you are supposed to be in the east. You are not supposed to be taken to the north and you are supposed to be the east. You will not be taken to south and you are supposed to be in your door. I am cutting that piece so that you may know. Remember, it is very wrong for you to train as a teacher and God called you to be a doctor.
It is very wrong for you to invest in matatu and God called you to be a farmer. It is very wrong for you to start a ministry and become a preacher and God wants you to be a policeman. You will never succeed in the wrong gate. You will never succeed in the wrong area. Because in the wrong area, there is no grace for you there. Mungu akikupeleka mahali, anakupeleka kwa neema. Let me tell you, I am saying, hapo peke yake tumesoma, kupitia roho wa Mungu, mwaka wa 2020, may the Lord position everybody. May the Spirit of God lift you up and take you to your gate. May the Spirit of God lift you, Eunice Ngoge, lift you, Waboi, lift you, Eunice, lift you, Sophie, lift you, Lucy. May the Spirit of God lift these people that are listening to me and take them to their gate. May the Spirit of God lift your family, lift your business. Oh my God, ninakuombea ya kwamba mwaka wa 2020 hautaweka biashara mahali hakuna neema yako. Hauta invest mahali hakuna neema yako ya kusucceed. Ninakutangazia roho wa Mungu ambaye maandiko anasema anawainua watu kiwango, Nice Hope Mushiri, Fiditash, Rea Wakari, Julia Dungo, jina lako liweke hapo. Roho wa Mungu akuinue kama Ezekieli, akupeleke malango yako. One thing I know, Shetani anapenda wakati watu wa Mungu wako depositioned or positioned at the wrong place. When the people of God are investing in the long businesses na wanafilisika. Shetani anafurahi when you are frustrated. Ulianza biashara ikaanguka, ulianza kulima ukachomeka, ulianza kuhubiri kanisa ikaanguka, uliolewa ndo ikaharibika, kwa sababu uliolewa to the wrong place. Ninasema mwaka wa 2020 utatolewa mahali palipo pabaya, upelekwe kwenye geti yako, kwa sababu maisha haya kila mtu ako na geti yake, kila mtu ana mahali anapaswa kuingilia, kila mtu aseme amina jameni. Ezekieli akainuliwa, akapelekwa, oh my God, the gate that faces the east. Si mtu aandike tu dakika moja, may the Spirit of God lift me. Si uandike tu roho wa Mungu niinue. Roho wa Mungu hufanya kazi gani? Roho wa Mungu hutumwa na Mungu aje atimize neno la Mungu. Roho wa Mungu ni yeye executor of the word of God. Roho wa Mungu ni yeye the performer of the miracles. Roho wa Mungu ni yeye hutenda na kutimiza Mungu anachokisema. Roho wa Mungu akuinue Dorcas, akuinue Charles Kate, akuinue my friend, akupeleke malango wako unaoangalia mashariki to the east, because that is where you are supposed to be positioned in the name of Jesus. Lakini sikia, hiyo imeletwa na Mungu tu prophetically. That was not my sermon, but thank God imekuja prophetically and you will be lifted. People are being lifted right now. The Spirit of God is moving to lift you up. Some people will be changed in their positions. Some people will be transformed. Wale wanatafuta pesa investment, Mungu anawapatia. Wale wanatafuta mashamba, Mungu anawapatia. God is giving you the right direction and you will not be confused again. In the name of Jesus Christ, may the Spirit of God lift me. Hata mimi ninajiombea ya kwamba roho wa Mungu ataniinua, anipeleke mlango wangu unaoangalia mashariki. Hey, listen. There, at the entrance to the gate, and I love the Bible, inaongea kuhusu gates. Oh, there, at the entrance to the gate, hapo kwenye kiingilio cha malango. I can see Felipe Simon, God bless you. Wale wanatukondisha magari, may God bless you. Katika kiingilio cha mlango huo, sikilizeni hapa seriously, sikilizeni hii. Katika kiingilio cha mlango, there were 25 men. Kulikuwa na wanaume 25. Kwenye hiyo gate kulikuwa na wanaume 25. Shika hiyo. And I saw among them Jazania, son of Azur, and Pelagia, son of Benaiah.
Na hapo katikati ya wanaume 25, nabii alipoinuliwa akapelekwa kwenye gate, aliweza kutambua Jazania na Pelatia. Wawili aliwatambua. Sikia, leaders of the people, walikuwa viongozi wa watu. Kwa hivyo walikuwa ni watu walioheshimika, ni watu walio na mamlaka, ni viongozi wa watu, ni watu waliopewa authority. Hey, I wish somebody will get this. Ni watu waliopewa mamlaka. Watu 25 wamesimama kwenye gate. The Lord said to me, son of man, listen, these are the men who are plotting evil. Hawa wanaume 25 waliosimama kwenye mlango ndio wanaume ambao wanachora mabaya. Hivyo kuna milango, kuna gate ambazo zimekaliwa na wanaume, zimekaliwa na watu walio na mamlaka, na kazi yao ni kuchora mabaya. Kwa hivyo hawa watu wamesimama kwa gate wachore mabaya, and giving wicked advice to the city. Na wao ndio wanaopotosha ama wanapatiana mawaidha potovu kwa mji huu. Kwa hivyo hawa watu, tuelewane, 25 wamesimama hapa na nia mbaya, wamesimama kwa mlango na mawaidha mabaya. Wao ni kizuizi, wao ni wachora mabaya. Inawezekana katika maisha yako, inawezekana katika maisha yangu, kuna watu waliosimama, walio na nguvu fulani, na wamesimama kwenye gate ambayo tunapaswa kuingilia, lakini wamesimama kama kizuizi, wamefunika, wamefunga, wanachora mabaya. Kunaweza kukawa kuna pepo, kunaweza kukawa kuna roho, kunaweza kukawa kuna laana, kunaweza kukawa kuna maneno yaliyosimama kwenye gate na yanachora mabaya, yanapanga mabaya. Kuna mtu ataniuliza, Sir James, what are you talking about? We are from villages, we are from areas whereby unajipata mtoto wa fulani akisoma sana anarogwa. Hamujui? Mtoto wa fulani akipita sana mtihani anarogwa. Fulani wakiolewa sana wanasijui endewa kinyume, wakiajiriwa kazi wanafutwa. Hamujasikia hayo? We are from villages, we are from areas, we are from towns, we are from families. Hata kuna tata wenu hamsalimiangi na mkono, kwa sababu mkimsalimia na mkono unarudi Nairobi na nuks. Sijui kuna nyanya yenu hamsalimiangi na mkono, mkisalimia na mkono mnarudi na kisirani. Tuko hapa ambao tumetoka kwenye vijiji na familia ambazo ziko na setup ya aina hiyo, ya kwamba kwetu kuna mchawi, kwetu kuna mganga, kwetu kuna watu wanaotakia watu mabaya, kwetu kuna watu wanaendea wengine. I don't want you to believe in witchcraft, but I want you to know witchcraft is real. Uchawi ni real. Kwa sababu kama shetani hajakufa, basi mabaya bado yako. Kama shetani hajahukumiwa, malaika wa uovu wako. Mungu anapokupangia mema, kuna maroho fulani yaliyosimama kwenye gate, yaliyosimama kwenye malango yako na wanachora mabaya. Those spirits are operating. Na zingine ni za zamani za kale, ni generational issues, ni mapepo, ni maroho ya mababu na mababu, ya kwamba walisema hutaolewa na hauolewi, ya kwamba walisema hapa Wajiro haolewangi, Waithera haolewangi, kama hawezi oa, na kaweka that inscription, na wakaweka hiyo kwa nakara zao za kimapepo, na ikawa hivyo. We must break those barriers. Kuna wanaume 25 na maandiko inasema kazi ya kwanza ni waovu. Dunia imejaa waovu, watu wanaotakia wengine mabaya, watu wanaopangia wengine mabaya, watu wanaua wengine ndio wachukue nafasi zao, watu wanaowaua wanaume wachukue mabibi zao, watu wanaoenda kwa uganga, wanabeba uganga ndio waje waharibu biashara ya jirani yao inawili. Sijuzi kuna mtu ameniambia anipeleke hapa sijui Ukambani,
niongeze nguvu kwa injili yangu, nione venye nitakuwa na wafuasi wengi na washirika wengi. Si kuna watu wamekuwa misadvised, wamefuata nyayo mbaya. Hivyo ndivyo maandiko inasema kwenye hii mlango. Kuna wazee 25 wamekaa hapo, wanaume, na kazi yao ni kupotosha mji. Kazi yao ni kuleta injili mbaya. Kazi yao ni kupotosha watu. Wamesimama kwenye malango, kazi yao ni kupeana mawaidha ambayo yafai, na wengine ni waovu, ni wabaya. Dunia imejaa waovu. Check your friends. If they don't tell you to believe in God, leave them. Check your friends. If they don't tell you that you will make it, kama wanakuvunja moyo kila wakati, hao ni wazee 25. They are part of the evil people. People who discriminate you always, devalue you. Watu wanaokuona bure, leave those friends. Watu wanaokuhukumu na saizi ya masomo, watu wanaokuhukumu na sura, watu wanaokuhukumu na mabaya uliofanya, leave those people. They are evil men standing before your gate. Watu watakao kuambia twende tukaibe, watu watakao kuambia twende kwa mganga, watu watakao kuambia twende kwa mchawi, watu watakao kuambia sisi hatufaidika, watu watakao kuambia tuchukue mabwana za watu ama mabibi za watu, watu watakao kuambia maovu, leave those people. They are the 25 evil men standing before your gate. Hawa walikuwa na kazi moja ya kuadvise watu vibaya. Look at yourself. Some of us were very bright. Some of us had a dream, but somehow we walked with the wrong people and we were misadvised. Now you are a drunkard. Now you are a prostitute. Now you are a thief. Now you are at home. Now you are sick. Kuna watu hata waliambukizwa magonjwa wakiwa kwenye harakati za kupotoshwa. Hutaniambia, and I told people in church, hutaniambia ati unatembea na waovu na mnaenda na wao kwa club na wao umeokoka, ati uende ukiwaombea ukiamini Mungu. Umekaa hapo kando na kunywa Del Monte, wao wanakunywa pombe. At the end of the day utavurutwa chini na utakunywa hiyo pombe. People have been misadvised. People have been given the wrong information about investment. Wamepotoshwa, wamewekwa kwa sako mbaya, wamewekwa kwa benki mbaya, wamepelekwa kwa vitu vibaya. Tunasema mwaka wa 2020, how evil men, whether they are there today ama ni the evil men ambao walipandwa na mababu zetu huko. Kama kuna masauti inatoka huko kwenu, kama kuna madeni mko nayo huko kwenu, we must believe God this week and next week that you will be delivered in the name of Jesus Christ. You must be uprooted. You must be disconnected. Mark for me somewhere the verse that talks about the umbilical cord. Mark for me. We will read it next week. But listen, they were giving a wicked advice to the city. Listen, verse 3, Ezekiel chapter 11 verse 3. Kwa wale wameingia sahi. Listen, they say, will it not soon be time to build houses? The city is a cooking pot and we are the meat. Wanasema si wakati wa kujenga nyumba umefika, kwa madharau. Na wanasema mji huu ni nyungu, na wanaoishi huku ni nyama. Yani mji huu, this village is a pot. Yani kuna watu wametuchorea, kuna mapepo yamekuchorea na yakakufanya nyungu. Na kazi ya nyungu ni nini? Ni kupika. Na watu wa kijiji hicho ni nyama. Yani wapikwe na hii nyungu. You will not amount to anything. That is exactly what they are saying. These people, tutawachemsha na tuwakuli, tutawakunywa na straw. There are some spirit, there are some evil spirit wanasungumuza kama hawa wanaume. Atekithia ndo itora riri ti nyongo. Itora riri ni nyongo. This city ni nyungu tu. Na wenye hapa ni nyama. Akaambiwa, therefore prophesy against them. Prophesy against them. Tabiri kinyume na wao. Wao wanasema utapikwa. Wale wanaosema kazi yako ni kupikwa.
Wale wanaosema biashara yako ni nyungu na wewe ni nyama, ni kuchemshwa tu kuliwe. Warembo walioko hapa, wale wanaume wanakubeba wewe ni nyungu, uchemshwe, wewe ni nyama, uchemshwe ukuliwe tu. Wanaume walioko hapa, wale wamama wanakuchorewa, wewe ukuliwe tu. Wale wanaokupangia ukuliwe tu, uchemshwe. Because that is what the devil is investing in. That we work hard and get nothing. Nyungu ikipika inakula. Ukikuwa nyama upikwe, what happens? Unakuliwa. Hey, get this revelation. Nyungu ikichemsha nyama inakula. Yani you will, kama wewe ni nyungu, kama kwenu ni nyungu, kijiji chenu ni nyungu, you will never benefit in anything. Na kama wewe utakuwa nyama, uwekwe kwenye hiyo nyungu ya kijiji chenu upikwe, utakuliwa tu. And you ask me why some people just invest, after amepata pesa, ugonjwa unamtandika, pesa zake zote anakula, ugonjwa unakula. After amefanya kazi miaka 10, anagongwa na ugonjwa, pesa yake yote inakuliwa na ile ugonjwa. Yani ni nyungu na nyama. Bidii ya kuokoka miaka mingi. Umeokoka miaka mingi, umemtumikia miaka mingi kama mimi nimemtumikia Mungu. Alafu baadaye munipate mimi niko barabarani, nimelala mahali, mimi ni chokora ama nimelewa. Hiyo ni nyungu na nyama. Yani nimewekewa boundary, nimewekewa limitation, mimi ni nyungu na nyama. Ufanye bidii huko uliko. Kazi yako unayofanya Dubai wewe, kazi yako unayofanya Amerika, unayofanya Germany, kazi yako unayofanya Kenya, wherever you are working, umalize kufanya hiyo kazi, utumie ndugu yako pesa ati ya kujengea nyumba, anunue plot, akukoni hizo pesa, na akutumie picha za manyumba zingine, akwambie ni zako. Ukija Kenya hakuna nyumba zako kama vile watu wanafanya. Hiyo si ni nyungu na nyama? Kuna pepo inayokufanya nyungu. Bidii yako imefanya nyungu, pesa zako imezifanya nyama. Mnapikwa pamoja mkuliwe. Hey! Kuna mapepo yaliyosimama mahali yanasema sisi tulikotoka, kwenu nyinyi ni nyungu. Na kazi ya nyungu ni kuwapika nyinyi. Yani you will not go beyond your village thinking. You will not go beyond your village mind. You will not go beyond your father's setup. You will not go beyond your mothers and your brothers. Kwa sababu tayari mmewekwa setup ya nyungu. Fanya bidii, enda Ulaya, kweka ng'ambo, enda Dubai, Qatar, Misri. Fanya hizo zote unafanya. Do all of them, but one day we will take you back to your port. Ask me why people go back to their villages very poor. Ni kwa sababu kuna wanaume 25 wamesimama mbele ya gate yako na wanasema kwenu ni nyungu. Na gutiubaga mundu mwega. Kwenu ni nyungu. Na gutire mundu ga succeed. Utarudi hapo upikwe. Ninakataa katika jina la Yesu Kristo. Shetani ashindwe kwa jina la Yesu. Ninaona mtu anaandika hivyo. May the devil, may the 25 men who are thinking they are so powerful, may they be defeated. May they be brought down in the name of Jesus Christ. Wewe sio nyungu. Nabii anaambiwa prophesy against them. And you ask me, it is time to speak against those 25 men. It doesn't matter who they are. They might be your grandfathers. They might be your great-grandmothers. They might be your great-great-great-great-great. They might be whoever they are. Whoever they are. I know I'm talking to someone. Amefungwa na laana ya kwao. Amefungwa na maneno ya kwao. Amefungwa na mambo ya kwao. Amefungwa na their generational issues. Anachemshwa tu Nairobi, anachemshwa Qatar, anachemshwa Dubai, anachemshwa, yeye ni nyungu, ni nyama, anachemshwa tu akuliwe. Yani yeye ni bure tu, kazi yake ni kukuliwa. May they be brought down. May they be defeated in the name of Jesus Christ. Ezekiel, prophesy against them. Sir James, prophesy against them. Kama unanisikiza,
wazee 25 waliokuzunguka, we are prophesying against them, we are speaking against them, we are stopping them in the name of Jesus. Na tutakapofika Thursday, remember next week to follow me. We will do a prophetic deliverance prayer. I will tell you what to do. Na kama kuna mtu atahisi, if you have a feeling, kuna nguvu ingine fulani huwa inakufuata, kuna kitu kinakuzuia, kuna obstacle mahali ambayo you don't understand, just write in my inbox. It is not a joke. What I'm doing here is not comedy. What I'm doing here is not comedy. What I'm doing here is a gospel full of power. And you don't have to be here for me to pray for you to be healed or to be changed. All what you need is to believe. Yule mkubwa wa polisi alimwambia Yesu, mimi niko na polisi ambayo ninawaoda waende wanaenda, warudi wanarudi, wananitii. Na wewe Kristo hauhitaji kuja kwangu, tuma neno. This is what I'm saying. I know you are far away. I know we cannot meet here. But because we are online, Mungu ndiye anayetawala upepo. Na kama Mungu anatawala upepo, atatawala mapepo, atatawala nguvu za kwenu, atatawala giza iliyo kwenu. You will not die. Hautajiua, hautafilisika, hautafanya kazi ya bure. Ndoa yako haitavunjika. Ugonjwa huo hautakumaliza. Kuna solution. Iko wapi? Ezekiel, prophesy against these 25 men. Speak against them. Command them. Bring them down. Demolish them. Finish them. Kill them. Chase them away. That is what we say against. Resist them. Speak words that will make them calm down. In the name of Jesus. Wanaume waliolinda mlango wako na mawaidha maovu, we bring them down in the name of Jesus. What is my time there? Iko wapi? May God bless you. We continue there tomorrow. I mean on Tuesday. If you feel I'm giving you guidance between today and Tuesday, if you feel there is something you need to share with me, ambayo unahisi hii si kawaida, hii ni wanaume 25, hii ni mapepo, hii ni nguvu fulani, hii ni kitu sielewi, hii ni kitu sielewi, si kawaida yangu, mimi nimepoteza opportunity, nimepoteza pesa, milango yangu imefungwa, nimekosa watoto wangu wameharibika, mume wangu ameharibika, mtoto wangu ameharibika, mambo yameharibika. If you feel there is a situation, na kwa sababu siwezi jua saa hii, utaenda kwa inbox yangu, namba yangu imewekwa hapo kwa simu, unaenda kwa WhatsApp and write, niambie Sir James, I have ABCD, write there, write it there. Baba, katika jina la Yesu Kristo, unapotupangia mema, unapotutakia mema, shetani naye anatupangia mabaya. Waovu nao wanatupangia mabaya. Watenda mabaya na wao wamesimama. Na hata wengine walisimama kitambo sana. Walisimama miaka iliyopita. Maneno mengine yalisemwa kabla hatujazaliwa, na yakawekwa muhuri ya kwamba fulani hatafika hapa, fulani hatapata hiki, fulani atakuwa hivi. Mapi yetu ikachorwa ya kwamba utatoka hapa uende pale. Na wakatukamata kwa sababu tumezaliwa na damu yao. Wakatukamata kwa sababu we are of the same lineage. Na zingine ni laana ambazo zililaaniwa mababu zetu, zingine zikalaaniwa wazazi wetu. Na wengine tu ni watu waliokuwa waovu, waliotutakia mabaya, wakapata kwenda kwa waganga na wachawi. Hawa wanaume 25 waliosimama kwenye malango, kazi yao ni kupotosha mji na kusema kwamba mji huo ni nyungu, mji huo ni nyungu, na wenye ukuishi kule ni nyama, wapikwe, wamalizike. Na kama hivyo ndivyo ilivyosemwa kwa anayenitizama, anayenisikiliza, kama kuna jambo kama hilo limesemwa kwake ama tayari linafanyika kwake, tunageuza. Kama vile ulimwambia Ezekiel, prophesy against this man, na mimi ninasimama to prophesy against those spirits. Prophesy against those men
that are against your people, waliosimama kwenye gate yetu ambayo tunapaswa kuingilia na kutokea na tupate baraka zetu. I speak against them. We bring them down. We demolish them. We command them to submit. We command them to leave our gate in the name of Jesus Christ. Waliosimama kwenye gate ya my fortune, waliosimama gate ya baraka zangu, waliosimama kwenye gate ya biashara, waliosimama kwenye gate ya ndoa, waliosimama kwenye malango ya kufanikiwa, waliosimama kwenye malango ya afya, waliosimama kwenye malango ya uongozi, waliosimama kwenye malango ya chochote ambacho ni chetu, waondoke. They cannot be powerful than God. They cannot be powerful than the blood of Jesus. They cannot be powerful more than the word of God. We bring them down. We destroy them in the name of Jesus Christ. Father, I pray by your Spirit that you guide me, that you guide us. Guide me as I preach this gospel to these people. A gospel that I've been fearing to preach, thinking that these people are too far. I will not be able to help them when they are so far. But you insisted I have to say it, oh God. I pray that you may guide me. Between today and next week, as we continue with this message, let your people be delivered. I also pray for these people ambao wamekuja online kidogo na wakatoka, na wengine Bwana wanaweza sahau tuko hapa online. Uwakumbushe ili waweze kufuata next week until their lives are set free. Bwana, ninakukabidhi hawa watu pamoja na wale watakuja baadaye kulisikiliza neno hili. Uwe baraka kwao. Let this word be a life-changing word. I bless you for using me. I bless you for speaking to your people. For it is in Jesus' name we pray and we say amen. Amen, amen. Amen. God bless you, my people. Say amen. Are you writing? Wameandika kitu? Amen. Amen. Kuna mtu alikuwa ameandika message ndefu. I don't know where it is. Kuna mtu aliandika message ndefu hapa. Is it? I prophesy that all demonic said about me and my family are defeated in Jesus' name. We are shining again and again. I'll be what God wants me to be, not Yulia Marauga. God bless you for that confession. May God bless you. I can see all of you. Bwana wabariki. Andikeni ameni. Namba yangu ya simu iko hapo. Niandikie ama uende inbox ya message ya Facebook kama uko mbali, ama uchukue namba yangu ya simu nipatie tu kama you feel we need to pray together, au kuna kitu ambacho usiniulize mawaidha kwa sasa. Wewe nielezee what you feel ambayo ni kama kikwazo ama mambo ambayo umekuwa ukijaribu kufanya na hayaendi vizuri. Wewe andika tu hapo. Roho wa Mungu atatuongoza next week. May God bless you. I prophesy against every man or woman on my gate. Asante sana for speaking it. God bless you. Namba yangu ya simu iko hapo. Niandikie. Kama unayo sadaka, tulikubaliana, unaweza tuma sadaka yako. Be a giver. That's something I will never stop telling you. Hakuna haja ni kudanganye. Wanaopeana ndio wanaopokea. That's another gate. By the way, I'll come one day to talk about it. Wanaopeana ndio wanapokea. That is it. If you are not a giver, you will not receive, you will struggle. But if you are a giver, kama wewe ni mtu anayejua kutoa, kama wewe ni mtu anayeheshimu what we are doing here when I'm preaching, if you respect, if you honor, kama unaona hii ni huduma ninayofanya hapa na Mungu akusaidie kutoa sadaka ama fungu la 10 ama mbegu, wewe Mungu akubariki. Namba iko hapo. May God bless you. We see you on Tuesday. And YouTube subscribe page, account ya Sir James Official pale. Ona muziki yangu, kuna mahubiri mengine pale. Enda page ya Sir James Ministries hapa kwa Facebook, like that page. Tarehe 8 mwezi wa 3, kumbuka we are launching this song. Kweomia. I love you all. Wherever you are, you can talk to me. Kuna mtu anasema what you need is a computer and a software that takes you online on Facebook and same time YouTube, and God will provide in Jesus name. Thank you Alicia. Anasema ile kitu tumekuwa tukiongea ya kwamba ninahitaji a computer and a software ambayo itanipeleka online Facebook at the same time on YouTube. Mungu akileta hiyo laptop, mimi nitashukuru sana. Kama uko hapo ukiguza unisaidie kupata laptop. By the way, instead of getting another phone, we should get a laptop. If you feel you can help me when I'm ministering, unaweza ukawa baraka kwangu na Mungu hata kusahau. Ninawapenda.
Ninawapenda sana. Thank you for talking to me. Thank you for being there. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you and me forever and ever. Amen. Amen. God bless you. God bless you.